tumekaa kikao cha viongozi wakuu, tumezungumza vile vile na Mheshimiwa Lissu mwenyewe, na tumekubaliana mapambano yaendelee mahakamani, lakini mapambano yaendelee vile vile mikutanoni, kwa wananchi, mitaani na kila mahali. Na ndio maana mimi toka mikutano hii ya hadhara imeanza, ya operation hii ya no reform no election, sikuwepo Nyasa, sikuwepo Kusini, nilikuwa naendelea na kazi zingine. Lakini baada ya kumkamata Lissu, mwenyekiti Lissu alikuwa anaongoza timu iliyokuwa alikuwa pamoja na Mheshimiwa Lema, tukakubaliana sasa nitoke ofisini niingie kwenye mapambano na viongozi wengine hawa, tuko kwenye mapambano mpaka kieleweke. Sasa tunawaambia wamwachie Lissu, lakini hata kama mtaendelea kumshikilia, sisi hatutaacha mapambano ya no reforms no election mpaka kieleweke. Kwa huo mkakati wao wa kwanza, na utashindwa. Mkakati wao wa pili, wameamua kutumia kisingizio, nasema kisingizio cha kwamba kulikuwa na uchaguzi wa ndani ya chama na kulikuwa na tofauti za kiuchaguzi. Kwa sasa wanaziita hizo tofauti kwamba ni mpasuko mkubwa na mgogoro mkubwa upande mmoja. Upande wa pili wanasema kwamba kuna watu wanataka kugombea ubunge, kwa wanatafuta mahali pa kugombea ubunge na wakubaliani na msimamo wa chama wa kugombea ubunge. Hivi vyote ni visingizio. Ukweli ni kwamba kuna makundi makubwa mawili, sio makubwa kwa idadi ya watu, ila makubwa kwa mgawanyo. Ni watu wachache tu, lakini wamegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni watu ambao walikuwa ndani ya Chadema, na naamini bado kuna baadhi ya wao wanaweza wakawepo bado ndani ya Chadema, ambao wanatumika moja kwa moja na mfumo kwa ajili ya kutengeneza huo mchezo wa kama vile kuna mgawanyiko mkubwa, kuna mgogoro mkubwa. Hilo kundi la kwanza. Kundi la pili, kuna watu wamedanganywa, wameambiwa Chadema imechukua msimamo wa no reforms no election, kwa chama hiki kitazuiwa kushiriki uchaguzi, na katibu mkuu wa chama hicho hajasaini maadili ya uchaguzi. Wanaambiwa sisi tutakaa na nyinyi mezani, tutawapa ubunge, jiandaeni kushiriki uchaguzi, na tutafanya kama ambavyo historia wanaamini wao imekuwa, kwamba kuna wakati kuna chama kikubwa cha upinzani kinapanda kama ilivyopanda wakati wa NCCR Mageuzi, halafu wanadai wao kwamba wakaipromosha, halafu ikapanda kafu wakaipromosha, kwamba kuna trendi ya kupandishwa na kushushwa. Kwa hiyo sasa wanawaambia wakati umefika wa dola kuishusha Chadema, na sasa wanawaambia wanataka kuinua chama kingine cha upinzani na watakipa wabunge. Maneno kama haya walidanganywa watu kwa nyakati mbalimbali. Mwaka 2020 aliyekuwa Rais Magufuli aliwafuata baadhi ya waliokuwa wabunge wa Chadema, akawaambia hameni chama chenu, ingieni NCCR Mageuzi, tutawapa wabunge 20, Chadema itadondoshwa, nyinyi mtainuliwa. Kumbe CCM ilikuwa inawatapeli.